Na sasa tunaiangazia ziara hii ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ambapo ametembelea gereza maarufu nchini Guinea Ikweta. Papa alilakiwa na wafungwa waliokuwa wakipeperusha bendera katika kituo cha ulinzi wa juu kabisa katika eneo la Bata. Walipiga kelele kutaka kuachiwa huru. Papa awali alilaani wanavyowatendea wafungwa, akieleza hali katika jela kama hizo kuwa ni mbaya. Alikuwa pia akizungumza mbele ya kiongozi wa muda mrefu wa Guinea Ikweta, Rais Teodoro Obiang. Lakini ziara hii ya Papa Leo barani Afrika imeacha funzo gani? Awali nimezungumza na Nicodemus Mindhi, ni mchambuzi, pamoja na Padri Peter Ken Njoge, padri wa jimbo kuu la Nairobi, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Papa barani Afrika. Kwa kawaida mapapa hualikwa na marais na wafalme wa nchi fulani na vile vile baraza ya maaskofu kuweza kutembea katika nchi tofauti. Na katika ziara hii ndio ilikuwa ya kwanza ya Papa Leo wa 14 baada ya mwaliko kutoka vile nchi 4 ambazo aliweza kuzuru. Na kwa hivyo kwanza kabisa tujue mapadre, maaskofu na hasa Papa Mtakatifu, kwa kimombo huwa tunasema yeye ni custodian ama yeye ni mkuu wa imani na vile vile tabia. Anapozuru nchi, kazi yake moja ni kuweza kueneza imani na vile vile amani ambayo imekosekana sana katika dunia nzima. Lakini cha kujiuliza ni kwamba Papa Leo amekuwa na ujasiri wa kipekee wa kuibua baadhi ya mambo na akaibua hisia mseto kote ulimwenguni. Amezungumzia pia masuala ya kisiasa. Hili limekaa vipi hasa? Kuna ukaribu kati ya dini na masuala ya siasa. Naona hiyo ni sehemu ya jamii, kwa jamii ambazo zinafuatilia sana mambo ya kiimani, lakini uongozi wa kiroho katika siasa nadhani sio tu kwa mara ya kwanza kumwona Papa Leo. Tumeona viongozi wa kidini, kwa mfano Pope Francis, yani Papa Francis amekuwa akizungumzia masuala ya haki za kijamii, amezungumzia masuala ya siasa na mambo ya umoja pamoja na migogoro mingi ambayo inaendelea. Lakini changamoto ni pale tunapoona mstari unapofutika kati ya uongozi wa kiroho na ushawishi wa kisiasa. Hapa ndipo tunapoona kwamba hoja uhalali mpaka ya mamlaka huibuka. Sasa hapo tuliona Papa aliingia katika mvutano mkali wa maneno kati yake yeye na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo sera ya uhamiaji na haki za binadamu. Papa anatokea pia Marekani. Sasa tutazame vipi pia mvutano huu kati ya kiongozi wa dini na kiongozi pia wa kisiasa? Nadhani mivutano kati ya Papa na Donald Trump inaashiria mambo mawili ambayo ni mgongano wa maono mawili. Yani kwa upande mmoja tunaona haki za kibinadamu ambayo inasemwa na Papa, lakini kwa upande mwingine tunaona mshikamano wa kimataifa na tunaona kwamba kuna jambo la utaifa na udhibiti mkali wa mipaka ambayo inatokana na kauli ambazo zinaletwa na Donald Trump. Na hii si tu mvutano wa watu binafsi ambao tunaona kwa mfano kwa Papa ambaye pia anatokea Marekani, bali ni ishara mgawanyiko kati ya maeneo, yani mipaka ya kisiasa duniani. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni mivutano ambayo ni mgongano wa maono mawili, moja ikiwa ni mambo ya haki pamoja, lakini upande mwingine ni masuala ya kisiasa. Na asante sana Nicodemus Mindhi, utaendelea kusalia hapo. Lakini Padri Jonge, na rudi tena kwako. Tuliona pia Papa Leo alitembelea mataifa ikiwemo Algeria, ikiwa ni moja kati ya nchi ambazo zinasemekana mifumo yake ya kisiasa imekuwa ikikosolewa kwamba inanyima demokrasia, lakini ni kitovu muhimu cha wahamiaji ambao wamekuwa wakijitosa kuelekea Ulaya, na alitumia fursa hiyo pia kukosoa sera za Ulaya. Je, tutarajie nini kuhusu masuala haya kutoka kwa mataifa ya Ulaya? Na yeye kutembelea mataifa ambayo yamekuwa kinyoshwa kidole kuminya demokrasia, inaleta taswira gani? Katika nchi zetu za Kiafrika tuna shida mingi sana, sababu marais wengi ama wakuu wa serikali wanataka kukaa katika serikali miaka mingi. Ndio hata katika nchi ya Kenya wakati kulikuwa na vurumai na vita baada ya uchaguzi, tuliona hata viongozi wengine wa kanisa wakiaglikana wakiitwa kuja kuweza kuleta watu pamoja. Kwa hivyo kupata mawaidha kutoka kwa nchi za Ulaya, na vile vile hata mtu kama Papa ambaye amezaliwa Marekani lakini vile vile amefanya kazi nje ya Marekani, ana mawaidha mengi sana, na vile vile
ana masomo ambayo yanaweza tatua shida katika nchi ile, na kwa hivyo ni vizuri sana nchi hii, na hasa katika hiyo nchi ya Algeria, wajua kuwa sisi tu wanaambiwa wafuate vile Papa alisema, lakini cha umuhimu ni eti sote tuwe na haki na umoja na nguvu katika mambo yote katika nchi yetu. Nicodemus Minde, tumeona taifa la mwisho Papa ambapo amelitembelea ni Guinea ya Ikweta, na imezua mjadala mkubwa. Ni nchi yenye utajiri wa mafuta lakini umasikini wa kupindukia. Akiwa kule Kamerun, nchi ambayo rais anaongoza kwa muda mrefu, aliweza pia kukemea kuhusu masuala ya unyanyasaji wa kisiasa. Lakini la kujiuliza, shinikizo la Papa linaweza kuleta mabadiliko yote kwenye masuala mazima ya siasa zetu na utawala barani Afrika? Inawezekana ndio, lakini kauli ambayo inatolewa na Papa ama ile ishara ya kwenda kutembelea nchi kwa mfano Equatorial Guinea na Cameroon ambayo inaongozwa na viongozi ambao wamekuwepo madarakani kwa muda mrefu, pia inaashiria kwamba Papa anataka kuleta ule ushawishi wa kutaka mabadiliko sio tu ya kiimani, lakini pia masuala ya siasa. Lakini pia itaonyesha kwamba inaweza kuleta ile kuongeza ile uangalizi wa kimataifa na kuhamasisha jamii na watu na kuleta mabadiliko ambao, lakini nadhani yanaweza yataletwa tu zaidi na watu ambao wako ndani, lakini ni ile ishara kuonyesha kwamba mafanikio hayo yanaweza kutokea pale ambapo mazingira yanaweza kuruhusu, na si tu kauli ambayo inatolewa kwa Papa. Lakini ninavyoona tu ni ishara ya ukuaji wa Ukristo katika nchi hizo, na lakini pia ni kutuma ujumbe kama kushinikiza kwamba mabadiliko yanawezekana, na watu pia wanadai mabadiliko, lakini nadhani mabadiliko ya kweli yatatokana na watu wa hizo nchi na sio kauli ambazo zinatolewa na Papa. Nimalize na wewe Padre Jonge. Hii si mara ya kwanza kumuona kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, yani Papa, akikemea viongozi. Amelifanya pia hilo Papa Yohane Paulo wa pili katika mchango wake wa namna ambavyo alikuwa akiangazia baadhi ya mambo. Sasa kwa kumaliza tu, safari ya Papa Leo wa 14 inafundisha nini kuhusu dini pamoja na siasa tukimalizia? Papa Paulo wa 6 Oktoba alitembelea Uganda mwaka wa 1969. Sio tu vile imetaja na Papa Yohane Paulo wa pili ambaye vile alikuja Kenya na kaenda mpaka Angola, Tanzania, Rwanda, kwa sababu ya shida zilizokuwa za kivita mpaka South Africa. Tunajua vizuri sana hata Papa Benedicto wa 16 alitembelea tena Cameroon na Angola kujaribu sana kuhimiza kuhusu umoja wa uchungaji na vile amani kwa sababu ya vita zilizokuwa pale. Tunakumbuka vile hata Papa Francisco vile alienda Uganda, Central Africa, Egypt, Morocco, Mozambique, Madagascar, Mauritius, DRC, Congo, South Sudan, pahali kuna vita, kwa sababu ya kuonyesha ya kuwa hata kama ni wakubwa wa kanisa vile wana jukumu ya kufanya watu waishi pamoja ili sote tuweze kukaa kindugu na umoja. Naam, ni Padri Ken Njonge huyu.